lile jiwe wasikia waliuza ni bilioni 1.2. Lilikuwa la kwako? Kabisa, kwa sababu leo hii tumepata bahati nzuri ya kuwa kwenye interview na mchimbaji wa muda mrefu wa madini ya Tanzanite kutokea kule Mirerani, wilaya Simanjiro, mkoani Manyara. Yeye anafahamika kwa jina la Gideon Mathew, na video zake zimekuwa zikisambaa kwenye mitandao ya kijamii na watu wengi wamekuwa wakifuatilia yale ambayo amekuwa akiyazungumza, na miongoni mwa mambo ambayo pia amefanya tumtafute ni pamoja na kuzungumzia ukweli halisi kuhusiana na yale ambayo yanaendelea kule kwenye machimbo ya Tanzanite. Na hapa kuna story yake ambayo atatusimulia kuhusiana na jinsi ambavyo yeye amewahi kutapeliwa zaidi ya bilioni 1 za Kitanzania kutokana na biashara hii ya madini ya Tanzanite. Kaka, mambo vipi? Mambo ni mazuri. Mungu ananisaidia. Mimi ni mtu ambaye cha kwanza ni mzaliwa wa Mirerani, lakini ni mtu ambaye nimefanya kazi ya uchimbaji kama miaka 10 kuendelea. Nimefanya kazi ya uchimbaji miaka 10 kuendelea. Changamoto za uchimbaji zipo, ndo hivyo kupata hela, kula zikaisha, kuishi maisha fulani ya starehe, lakini pia changamoto za kutapeliwa. Of course kula maisha ya starehe hatuwezi kuita mojawapo ya changamoto, lakini changamoto nyingi sana ambazo tumekuwa tukikutana nazo sana sana wachimbaji ni issue ya kutapeliwa. Yaani unafanya kazi ngumu kwa muda mrefu, unapata kile ambacho Mungu amekusudia ukipate, alafu kinaishia kuchukuliwa na mtu ambaye kiuhalisia hana uhalali. Ulishawahi kutapeliwa? Kabisa. Kiasi gani unakumbuka? Nimewahi kutapeliwa jiwe kama kilo 1.5. Ilikuwa ni jiwe kubwa sana. Na thamani ya shilingi ngapi? Kwa haraka lile jiwe, kwa story ambazo sina evidence nazo, kwa sababu wale watu walionitapeli walienda kuliuza mahali, lile jiwe wasikia waliuza bilioni 1 na milioni 200, yani bilioni 1.2. Lilikuwa la kwako? Kabisa, kwa sababu mimi nilikuwa ni mfanyakazi wa mgodini, alafu kuna migodini watu hawalipwi mishahara. Kwa hivyo kuna kuaga na taratibu za migodini. Kwa hivyo utaratibu ambao uko mgodini ni kwamba mnafanya kazi, kama kuna production wanatangulia majicho, wanatangulia mastelingi na washika kofia, wanafanya upembuzi, alafu wakimaliza mnaanza kwenda kuchotea, yani kutoa production, udongo utoke chini uende duniani. Kwa hivyo saa mimi nachotea, ukiwa unachotea ukiokota chochote kile ni cha kwako. Wakati ninachotea ndo nikapata ile jiwe la kilo 1.5, basi wakanitaitisha, lakini tukakubaliana kwamba kwa sababu umeokota jiwe ni kubwa, kwa kawaida haya madogo madogo tungeweza kupotezea, lakini kwa sababu hili ni kubwa tunaomba tuwapelekee matajiri, alafu matajiri watajaribu kunegotiate kwamba upewe shilingi ngapi ili mambo yaendelee, kwa sababu hili jiwe ni kubwa sana, kwamba tukikuachia kampuni pia itakuwa imepata hasara na serikali pia inaweza isielewe kampuni. Ndo mpaka leo nilifanya kesi na chama cha wateteaji wa wachimbaji kinaitwa Marema, kiko pale Mirerani. Kwa wanaoifahamu Mirerani kuna ghorofa inaitwa Tanzanite, kuna kuna ofisi pale ya Marema. Nilifanya kesi na wale mabwana nikawashinda kabisa. Yani wajumbe wote, mwenyekiti wakaona mbona mmemdhulumu kijana, mmemnyang'anya riziki yake, bado mmemfukuza kazi, inakaaje? Kwa hivyo nilishinda kesi, lakini kwa sababu dunia na mambo mengi nilikosa haki yangu. Umekuwa ukifanya kazi ya uchimbaji wa madini Mirerani kwa kipindi cha muda gani? Miaka 10 yani miaka 10 kuendelea. Migodi tofauti? Tofauti. Nimezama migodi mingi sana. Yani migodi ambayo nimezama ni mingi sana. Kwa hiyo mimi ni mtu na historia, yani najua uchimbaji ni nini. Yani ukiniambia mambo ya uchimbaji najua uchimbaji ni nini. Na kipindi hicho wakati unachimba hayo madini, fedha yako kubwa ambayo umewahi kuipata ni kama kiasi gani? Huwa sipendagi kuongelea hicho, lakini si mbaya nikiongelea, lakini huwa sipendagi kuongelea idadi ya hela nilizopata.
ila tumepata tu hela ambazo kuna mtu nikisema idadi ya hela ambayo nimepata ataona ujamaa. Kama kiasi gani hivi? Nimepata hela mara nyingi kadhaa. Kwa kuna hela unaweza kupata kwenye mgodi huu mara nyingi. Kwa hivyo mimi naomba niiweke kapuni, lakini ni hela nyingi. Zaidi ya milioni 30. Hela nyingi sana bro. Hela nyingi. Zaidi ya 50 na nyingi, yani usiongelee hizo hela, usiongelee kwa sababu tukisema wewe ni tajiri tutakuwa tuko sawa. Tajiri uko sawa kwa namna moja ama nyingine. Tajiri kwamba unajua lazima tuangalie tajiri kwa definition gani, lakini nikisema mimi ni tajiri ni sawa, na afya na nguvu, lakini kwenye swala la mali utajiri unatofautiana. Mtu anaweza akawa na baskeli kwenye kijiji chao na appreciate, watu wanamkubali, wanamuita tajiri. Yeah. Okay. Umekuwa ukijihusisha na uchimbaji wa madini kwa muda mrefu. Unaamini kule Mirerani kuna asilimia kubwa kuna imani nyingi za kishirikina? Nafahamu hilo Kwamba asilimia kubwa sana ya matajiri, of course mara ya kwanza kabisa sisi tukiwa machali, tukiwa wadogo, kulikuwa kuna nyakati zinaitoga nyakati za Apollo moto. Watu wengi walikuwa watumia uchawi. Watu wamekuja kuanza kutumia uchawi hapa miaka ya 99 kuja mbele 2000 ndo wameanza kuabudu uchawi sana, lakini nyakati za kwanza, na ndo maana maana alikuwa anapatikana kirahisi. Kwa hivyo uchawi ni mwingi sana, na ndo maana pia upatikanaji wa Tanzanite umekuwa mgumu sana. Vitu gani ambavyo vinakufanya uone kuna ushirikina au ambavyo umewahi kuvishuhudia? Tunaishi na matajiri, tunaishi na matajiri, migodini wanayoyafanya tunayaona, na asilimia kubwa sana ya washirikina matajiri wa Mirerani ushirikina wao huwa hawaufichi. Kuna tajiri mmoja alikuwa anafanya kazi mgodini kwake, anakuja kabisa na chupa. Kwa hivyo matajiri wengi uchawi wao hawaufichi, yani hata wanaleta paka waganga camp. Kwa hivyo hawaufichi uchawi. Kwa ndo maana sio kwamba ni swala la kubuni, ni maisha ambayo anayaishi na tunayaona. Ilishawahi kukutokea kufanya uchawi? Yani kufanya au mtu amekufanyia? Imewahi kunitokea. Mimi nimewahi kukoswa kuuawa kwa njia ya kishirikina, lakini pia na mimi nimewahi kwenda kwa waganga kabla sijaokoka. Unajua napoishi na watu wa aina mbalimbali, kwa hivyo kama haujamtegemea Mungu kwa asilimia nyingi, kwa ushauri wao unaweza ukakuvuta ukakwambia bana watu hawafanikiwagi hivi, kwa hiyo unaona test. Lakini nimewahi kujaribu, sikufanikiwa, ila nilikuja nikarudi kwenye upande wa kumuomba Mungu. Nilimuomba Mungu, hela zangu nyingi zote, nisiseme nyingi, zote nimepata kwa njia ya kumuomba Mungu na sio kwa njia ya kishirikina. Ulishawahi kufilisika? Nimewahi kufilisika, nikapata, nikafilisika. Yeah. Okay, tumekuwa tukiona video zako zikitrend sana kwenye mitandao. Unakumbuka ni video gani ambayo imeenda mbali sana ikawa na watu wengi sana? Video ni nyingi zilizoenda mbali, lakini kuna video moja ilikuwa natoa historia ya tajiri mmoja ambaye alikuwa nyang'au sana, alikuwa anafanyia watu vitu vibaya sana. Alikuwa ni jamaa na hela kweli, lakini ana hela zake anarusha watu, anawafanyia watu mambo ya kikatili. Kwa hivyo ni moja ya video ambayo pia ilitembea sana. Kwa sababu ilikuwa anawaelewesha watu kwamba na huyu jamaa alikuja akafa kifo kibaya pia. Kwa hiyo nilikuja nikawaelewesha watu kwamba watu wanatafuta hela kwa njia mbaya, kurusha watu, lakini mwisho wa siku hata hizo hela huwa hawazifaidi. Yeah. Sasa hivi ulisema umeokoka, umeachana na uchimbaji, umefungua kanisa au unahubiri wapi? Mimi sijafungua kanisa, mimi ni mshirika wa kawaida kanisani. Kanisa letu ni la FPCT na mchungaji anaitwa Ayubu Muna. Kwa hivyo mimi ni mshirika wa kawaida kabisa kanisani, wala sina mpango wa kufungua kanisa, ila mimi ni mmoja wa vijana ambaye napenda kuwaambia watu wengine kile ambacho nilikiambiwa kikabadilisha historia ya maisha yangu. Ni kweli kuna video ambazo wakati mwingine watu wananitukana. Unajua kiuhalisia tunapohubiri Injili, sio kila mtu anaweza kawa na uelewa kama wako. Sio kila mtu anamuogopa Mungu.
sio kila mtu anaamini kuna Mungu. Kwa hivyo kuna mwingine ataona kama jamaa anacheza hivi, mwingine ataona kama jamaa ni mpumbavu fulani, mkosa kazi. Kwa hiyo wengine wanasema kafanye kazi. Sasa na mimi huwa nawashangaa watu wanaosema kafanye kazi, kwa sababu mimi siombagi sadaka, na hata wanazoniletea sana ubiri sizichukuagi. Hasa najiuliza, huyu mtu ananiambia nikafanye kazi na sijasimama kuomba chakula. Yaani sijaambia jamani Watanzania nichangieni naumwa, au nikawaambia jamani naombeni chakula. Hasa mtu ananiambia kafanye kazi. Ikiwa namwambia mtu kuna moto wa milele na kuna uzima wa milele, huwa anashangaa sana. Yeah. Ni moja ya vitu ambavyo huwa navishangaa, lakini naamini kwa sababu napohubiri Injili nazipinga kazi za shetani. Kwa hiyo naamini wale watu ambao huwa wananikashifu ni mmoja wa mawakala labda wa shetani au wana mapepo. Kwa hivyo wakati mwingine havinipi stress sana. Yeah. Okay, kwenye mtazamo hapo, kwa nini upokei sadaka na lengo lako la kuhubiri hasa huwa ni nini? Lengo langu la kuhubiri ni kuwaambia watu kile nilichoambiwa. Lengo langu la kuhubiri ni kuwaambia watu kile nilichoambiwa, mimi nilihubiriwa na nikaokoka. Kwa hivyo, na umeniuliza swali zuri, kwa nini sipokei sadaka? Na watu wengi huwa wananishambulia sana. Kwa nini mtumishi, watu wanakuletea sadaka upokei? Ndugu zangu, yani kila jambo au mgodi, kila jambo na wakati wake. Kila jambo na wakati wake. Yani unahubiri watu waokoke, alafu watu wanakuletea hela unaziweka mfukoni. Yani Biblia inasema kila jambo na wakati wake. Alafu mimi naamini kama wewe unamwamini Mungu, unajua kuna Mungu yupo, na unajua mimi ni mhubiri, kwa nini unaniletea sadaka sana hubiri? Kwa nini usinisubiri nimalize kuhubiri? Nimemaliza na mambo mengine. Au unajua kabisa Gideoni ni mhubiri wa Injili. Mimi kuna watu wengi ambao huwa wananisupport, wananiambia bro, vipi nikutumie hela ya mafuta, na ni wanafanya mambo yao kwa siri. Kwa hivyo sasa hivi utoaji wa sadaka kwa watu wengi imekuwa ni kama maonyesho fulani. Kwa hivyo nimekuwa nakataa sadaka, si kwa nia mbaya, lakini kila jambo na wakati wake. Sana hubiri, usiniletee sadaka. Nikimaliza niko mtaani, umenikuta mtaani natembea, unajua mimi ni mhubiri, umeona bana bro, siku nyingine utaenda mahali fulani kwa ajili ya kumtumikia Mungu, ni jambo jema. Kwa maana hiyo wewe ni mtu ambaye unafahamu siri nyingi sana za kule Mererani. Mimi na mafaili. Yani kama Marekani kuna jamaa wanamuita Jeffrey Epstein. Mimi Mererani ni Jeffrey Epstein. Mimi na mafaili. Na sio yale unajua Mererani na kasumba nyingi ya watu wambea wanaongea vitu vya kutunga. Mimi ninakuaga na mafaili sio ya kutunga. Ni mafaili kwanza nimeyafanyia research. Kwanza yani hivyo naelewa mwanzo mwisho, kwa hiyo ya kutisha. Yani na vitu vya kutisha sana. Mengine pia hatuwaambiagi watu tu kwa sababu basi tu. Watu wengine wataiogopa Mererani, lakini mimi na mafaili. Yani kama Marekani ilivyokuwa kwa Jeffrey Epstein, na mimi Mererani na mafaili. Na mafaili bro. Alafu nimeyafanyia research. Sio yale mafaili ya wajinga. Sababu kuna kipindi nimesikia kuna watu walikuwa wanafanya research Mererani, watu walikuwa wanauliza hivyo watu wanatoroshaje Tanzanite? Wakawa wanawahoji watu. Kuna watu wakawaambia sijui watu wamechimba mashimo yanatoka nje ya ukuta. Kumbe ni uongo. Yani mimi nikikupa data namna gani watu wanaiba mawe, ni kitu ambacho ni uhalisia. Nikikwambia matajiri wanafanyaje mambo, si jambo la kutunga. Yani ni vitu ambavyo viko deep sana bro. Wewe nitafute tu wakati mwingine, mimi nitakupa madini. Kaa na mimi vizuri, mambo yatakaa sawa. Yani mimi na mambo mengi sana kuhusu Mererani.